Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje mwanafamilia Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Wanasema popote kunapotokea kitu basi lazima maoni ya watu mawili matatu na nini yawepo. Watu wanajiuliza kwamba kwenye hii video ambayo Paula kaweza kuposti, ambayo inaonyesha kuwa mtu wa kwanza kupelekewa kadi kwenye kadi ya mwaliko siku ya kesho kwenye birthday ya Amara ni Harmonize, ambaye ni babu wa kufikia. Lakini babu mzazi, tunasema babu mzazi au babu halisi wa Amara, ambaye ni P-Funk Majani, hajaonekana kwenye video. Kaonekana Harmonize ambaye ni babu wa kufikia, kwa sababu tunafahamu Harmonize alikuwa ni mwanaume wa Kajala Masanja. Kajala ni bibi wa Amara. Kwa hivyo Harmonize tunasema ni babu wa kufikia. Na watu wanajiuliza sasa kwamba kama kwenye video, mimi na jamani naleta tu ambacho watu wanaandika kwamba kama kwenye video kaonekanamo Harmonize ndo amewakilisha mababu amewakilisha babu, P-Funk Majani hajaonekana. Je, P-Funk Majani atakuwepo kesho? P-Funk Majani atakuwepo kesho? Tunafahamu misimamo za yule mzee wetu, jinsi ambavyo hapendagi mambo ya kijinga jinga. Sasa watu wanajiuliza kwamba kama Harmonize atakuwepo, P-Funk Majani atakuwepo, kwa sababu kwenye video ambayo Paula kaweza kuiposti, mama mzazi wa mtoto hayumo. Babake mzazi, baba wa mama mtoto ambaye ni babu wa mtoto, mzee P-Funk Majani, je, atakuwepo kesho? Ni kitu ambacho watu wanajiuliza. Au Harmonize atasimamia upande wa babu na kila kitu kitakuwa sawa? Manake P-Funk Majani hatakuwepo. Tusikilizie tusikilizie tuone. Lakini mimi sioni kama kuna makosa Harmonize kuwepo kwenye video na P-Funk Majani kutokuwepo, kwa sababu yule mzee unajua tena mitikasi nyingi na nini, inawezekana kipindi video inatengenezwa hakuwepo around Dar es Salaam. Kwa hivyo hakuweza kufikiwa katika kutengeneza, kwa sababu walioko kwenye hii video sio hao ndo ambao watakuwepo kwenye birthday. Watakuwepo na wengine ambao hawajaonekana kwenye video. So mtulize Mungu kali jamani.